kilichokuwa kinajadiliwa kikubwa ni swala zima la Simba sasa inaenda kwenye muundo mpya wa wanachama, kuingiza wanachama wapya kupitia kwenye matawi. Ni muundo ambao wako nao Dar es Salaam Africans, lakini ukiangalia wa Simba kama unakuja kidesign nyingine hivi, kama unapishana, lakini utaanzia huku kwenye matawi. Kwa upande wako wewe, zile kelele zote zilizopigwa nyuma, miongoni mwao waliokuwa wanapiga kelele na wewe ulikuwa unahitaji kuona Simba ikizalisha wanachama wapya baada ya kuzalisha mashabiki tu? Ni kwanza ni jambo la heri, kwa sababu Simba imekuwa na mashabiki wengi kuliko ni wanachama. Kwa hili ambao viongozi wamekuja nalo ni jambo zuri na ni bora, kwa sababu walio wengi ni wanahitaji ni wanachama wa Simba Sports Club, kwa sababu wanahitaji na wao kuhakikisha mawazo yao yanafika sehemu husika na kufanyiwa kazi. Kwa hiki walichokuja nao ni viongozi wa Simba ni jambo zuri na ni jambo ambalo mashabiki wengi wa Simba Sports Club tulikuwa tunalipigia kelele na kuliomba kila siku lifanyike. Ni kwa sababu ni kama unavyojua kila siku mashabiki wa Simba ni wanazaliwa wapya. Kwa hiyo kulileta ni kwenye matawi wamefanya jambo sahihi, ni kwa sababu asilimia kubwa mashabiki wengi wa Simba wapo ni kwenye matawi yao. Kwa hiyo wanapolileta ni kwa matawi, na maana wamelileta jambo kwa wana Simba wenyewe. Kwa hiyo viongozi wangu kwa hilo na hapa ni congratulation, na wamechukua ni maamuzi ambayo ni sahihi, ambao na sisi mashabiki tulikuwa tunatamani kila siku litokee. Uwepo wa Mangungu na kupitishwa kwa hili kwa haraka sana, inaonekana ni wazi Mangungu ameamua kutetea nafasi yake kwa namna yake. Yani maana yake ni nini? Maana yake mwanzo, wakati wanachama ndani ya Simba unakoma miaka 8 iliyopita, hakuwa mwenyekiti Mangungu, lakini Mangungu amepambana kurudisha kwamba wanachama wapya lazima wasajiliwe ndani ya Simba, kwamba tumpe hongera yake Mangungu. Kabla ya kumpa Mangungu hongera yake, kwanza tuwape hongera mashabiki ambao walikuwa ni wanatoka kuipambania Simba kuhakikisha Simba inakwenda kuongeza ni wanachama. Kwa yale anayofanya Mangungu ni matakwa ambayo ya wana Simba wenyewe waliyataka, walikuwa ni wanayapigia vita kila siku, walikuwa ni wanayapigia kelele kila siku. Ni tumepata kuona kuna baadhi ya wanachama wengine ni wanafungiwa, wanachama ni wengine ni wanaitwa polisi. Hii yote ilikuwa ni jinsi gani wanaipigania Simba. Yani ile zana ya Simba nguvu moja ndio imepelekea ni wanachama ni wengine kufungiwa, ni wanachama ni wengine ni kufikishwa polisi. Tumemwona Agi Simba ameitwa polisi kuhojiwa, tumemwona Dr. Mohamed alifikia hatua ya kufungiwa. Hawa ni watu ambao tunamwona JB 64 ni watu ambao wanatoka mbele kila kukicha kuipigania Simba kwa ajili ya maslahi ya Simba. Kwa kabla ya kumpa congratulation Mangungu, kwanza tuwape hongera wale watu ambao wao ni walojivika mabomu na kwenda kuitetea Simba Sports Club, kwenda kuhakikisha wanaipigania nembo ya Simba Sports Club, kwa sababu haya anayofanya Mangungu ni baada ya kuwa na kelele nyingi kutoka kwa mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club kwamba kuhakikisha kwamba Simba inaongeza idadi kubwa ya wanachama. Kwa hili kwanza ninawapongeza ni wanachama wa Simba Sports Club ambao wao ni waliamua kujitoa kuacha kazi zao na kukaa kuipigania logo ya Simba. Hapa namzungumzia Dr. Mohamed, Agi Simba tumemwona, JB 64. Hawa ni watu ambao kwenye nyeupe wanaweka nyeupe, kwenye nyeusi wanaweka nyeusi. Mtu apewe sifa, asisubirie mpaka afe ndo aje apewe sifa. Apewe sifa bado yuko hai. Kwa hili kwanza nawapongeza wale watu kwamba ni watu ambao walioriski maisha yao, walioriski katika career yao ya football kwa ajili ya kuipigania Simba mpaka leo hili linakwenda kufanikiwa. Sasa ambao alikuwa ni mshabiki kesho anaenda kuwa mwanachama wa Simba Sports Club. Kwa hiyo nawapongeza kwanza wao, ndio kisha naenda kumpongeza Mangungu, kwa sababu Mangungu hakufanya kwa matakwa yao, ila bali ni shinikizo alilopata kutoka kwa mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama wenye mapenzi ya dhati ya Simba Sports Club. Kwa hao ndio ninawapa hongera yao. Tuseme upande wa 51% mpaka sasa umeshinda, kwa sababu wamepata kile ambacho walichokuwa wanakihitaji, kuingiza wanachama wapya. Kuingiza ni wanachama wapya, yani ile kikatiba, yani lazima mshabiki awe mwanachama. Simeelewa? Yani hatuwezi kusema kwamba 51% imeshinda, kwa sababu hata kikatiba hiyo ipo kwamba kuna kipengele kwamba natakiwa ni wanachama wafanyaje, waongezwe ni wanachama wapya. Ni kwa hiyo unaposema kwamba 51% imeshinda, labda ni sawa sawa kusema bado kulikuwa na kesi mahakamani afu hakimu ndo amefanyaje, lakini ile kikatiba ipo kwamba inatakiwa alokuwa mshabiki awe mwanachama. Na ndio maana Simba ndio walikuja na project ya kusema kwamba lazima uwe na kadi ya mshabiki. Baada ya kuwa na kadi ya mshabiki, zitakapokuja
zitakapokuja ni kadi za wanachama, iwe rahisi ya wewe ni kwenda kuwa na kadi ya mwanachama. Kwa hiyo kikatiba ilikuwepo kwamba lazima Simba iongeze idadi kubwa ya wanachama. Ili Simba iendelee, lazima iwe na wanachama, na ili Simba izidi kupiga hatua, lazima wanachama walipie kadi zao. Kuwa ni mwanachama peke yake haitoshi. Je, unaitendea nini Simba baada ya kuwa mwanachama? Hapo ndio inatakiwa nituweke ni question mark. Yaani kuwa mwanachama peke yake haitoshi, ila unaitendea nini Simba baada ya kuwa mwanachama? Umeelewa kwamba inastahili kwamba inapofika ni kufuata taratibu za Simba zinaposema kwamba kila mwisho wa mwezi inabidi ulipie kadi yako ya wanachama ili uendelee kuwa hai. Tuepuke unakuwa mwanachama hulipii kadi yako mpaka kusubiria siku ambayo uchaguzi unafanyika ili ulipiwe na viongozi uende ukapige kura. Kama mshabiki wa Simba umeenda kuwa mwanachama wa Simba, jambo la kwanza, jambo mama kwanza ni kuhakikisha kila mwisho wa mwezi unalipia kadi ya wanachama ili Simba izidi kupiga hatua, ili Simba ifike mbali, ili Simba ifike kwenye kilele cha mafanikio ambayo tumekuwa tukiyaota kila siku, ambao mwekezaji wetu amekuwa akiyaota kila siku. Kwa kuwa mwanachama peke yake, narudia tena, kuwa mwanachama peke yake haitoshi. Ili uwe mwanachama ambao unakuwa na sauti ya kuipambania Simba, lazima uhakikishe kila mwisho wa mwezi unailipia kadi ya wanachama ili uwe na wewe ni mwanachama hai na mwanachama halali ambao unaenda mbele kuipambania Simba yako ukiwa umelipa kadi ya wanachama, ukiwa umevaa jezi original ya Simba Sports Club ambao mzabuni ameweka pesa kwa ajili ya kutengeneza jezi. Tukanunue jezi original kwa ajili ya kuisupport klabu yetu ili tufike kwenye kilele cha mafanikio. Ili kama tutakwenda kwenye kilele cha mafanikio, basi twende wote ni kwa ujumla, kwa sababu wote tunakuwa tumeitendea Simba haki. Kwanza tumelipa kadi ya wanachama, pili tumevaa jezi mpya na jezi original ambayo inatengenezwa na Simba Sports Club ambao mzabuni anaweka pesa nyingi kwa ajili ya kuitengeneza jezi ya Simba Sports Club. Tuepuke kununua jezi feki ili kuendelea ni kuwajaza watu ambao wanatengeneza jezi feki kwa ajili ya kuhujumu Simba. Ukiwa kama mshabiki ukinunua jezi feki, na maana wewe mshabiki umetumia nguvu kuhujumu Simba Sports Club. Simba inapofanya vibaya, usije ukaanza kulalamika wala kutukana kwa sababu wewe mwenyewe umechangia kuhujumu Simba kwa sababu umevaa jezi feki. Kwa unapokuwa mwanachama, lipa kadi yako kihalali. Zinapokuja jezi mpya, nenda kanunue jezi mpya sehemu husika. Nenda Sunderland Msimbazi pale, nenda kanunue jezi mpya kwa ajili ya kuichangia Simba Sports Club. Nenda viwanjani kuipa support Simba Sports Club ili uwe ni mwanachama ambayo kwenye unapita kwenye kila mipito ambayo Simba anopita. Kwenye mafanikio tuko wote, kwenye machungu tuko wote, kwa sababu kwanza unalipia kadi, pili unanunua jezi original, tatu unakwenda viwanjani kuipa support klabu yako. Tuepuke kujaza vibanda umiza, tukishafungwa tunakuja vijuani ni kwanza ni kuitukana Simba Sports na kuwatukana viongozi. Twende viwanjani tukaipe support, tujaze kiwanja ili tukifungwa turudi ni kuwauliza maswali magumu viongozi kwamba mmetuita uwanjani, tumekuja, jezi mpya tumenunua na kadi tunalipia, iweje leo hii Simba inafanya vibaya? Kwa hiyo mimi niombe Simba Sports Club na niwaombe viongozi kwa hili walokuja nalo kuzishusha kadi za wanachama ni kwenye matawi, na wapa pongezi, na sisi kama mashabiki tuko tayari tunazisubiria kadi kwa udi na uvumba, kwa sababu zana ya Simba ni Simba nguvu moja. Na ili uwe na uwezo wa kuisemea Simba lazima uwe ni mwanachama, ili kwenye vikao vya Simba Sports Club tuweze kwenda ni kupeleka mawazo yetu na hoja yetu, kwa sababu Simba ndio klabu ambaye kwenye mikutano ya wanachama wanakwenda wanachama wote. Sio klabu ambayo kwamba kwenye mikutano ya wanachama kila tawi litoa ni watu wanne. Hapana, Simba Sports Club kwenye mikutano mikuu wanachama wote mnaruhusiwa kwenda, ili tuende tukapeleke mawazo yetu na fikra zetu, tukabishane kwa hoja kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports Club ili tufike kwenye kilele cha ahadi. Amesikika mwenyekiti akisema, kuna swali aliulizwa akasema wale ambao wako personal attack na yeye, ambao wanamshambulia yeye binafsi, bado ataendelea kudili nao. Mimi labda niseme jambo moja, mwenyekiti, watu hawamuataki kwa vibaya. Watu hawamuataki kwa vibaya. Tujiulize, kabla yake yeye kulikuwa na wenyeviti wangapi? Tangu Moa ameanza ni kuweka uzabuni ni wahisa, wamepita ni wenyeviti wangapi? Mwenyekiti gani ambao ni waliwahi ni kumuataki? Ila watu wanaomuataki Mangungu ni kwa sababu kwa mapenzi ya dhati ya Simba Sports Club. Hakuna mtu anaweza akaja akamuataki Mangungu ni kwa maslahi yake binafsi, hapana. Wale wanakuwa na machungu sawa ya dhati na wana mapenzi ya dhati na Simba Sports Club. Ndoto zao ni kuhakikisha kuona Simba inafika kwenye kilele cha ahadi. Kwa mwenyekiti apunguze tempa, lakini awasikilize maoni yao, wanasema nini na wanataka nini zidi ya Simba. Lakini tangia ameingia uwekezaji Mohamed Dewji Mo, mtu ambaye
mtu ambaye alikuwa mwenyekiti alikuwa tunazungumzia ni Swedi Mkwabi, kutoka hapo akaingia yeye Mangungu. Maana yake Mkwabi alikomea njiani tu kumalizia kwenye kijiji chake ambacho alipaswa kuongoza miaka 4, then baada hapo aende kwenye uchaguzi. Lakini Mkwabi hakumaliza kwa changamoto baada ya kusema anaingiliwa kwenye majukumu yake. Lakini tunashuhudia baada hapo akaingia Mangungu, ndio huyu tuko naye. Lakini ukifuatilia trend ya huko nyuma, hata Ismail Aden Lage alikuwa anashambuliwa sana tu kwenye upande wa Simba. Hata Evans Eliaza Veva hivyo the same. Hii kwamba ni kama ni muendelezo tu ambao huko ndani ya Simba, lakini inaonyesha ni wazi wa sasa hivi wanamshambulia sana Mangungu yeye mwenyewe binafsi. Mimi niseme jambo moja. Ile press ilikuwa ni ya kuhusu masuala ya Simba Sports Club. Ilikuwa sio press ya kuhusu mambo yao binafsi. Kama ni mambo yao binafsi, wao ni wayamalize wao kama wao huko. Sawa? Wasituletee kwenye Simba Sports Club. Sawa? Kwa sababu Mangungu hii ni awamu yake ya pili anagombea, si ndio? Misimu mitano ambayo akiwa mwenyekiti ndio misimu ambao Simba imefanya vizuri, si ndio? Misimu ile mitano na misimu hii ni misimu gani ambao ni Mangungu ndio anamwataki sana? Ni msimu huu, kwa sababu hakuna mshabiki ambaye anapenda maumivu. Mshabiki yoyote wa football ni mshabiki anaopenda furaha. Umeelewa? Na uzuri wa bahati kwamba mashabiki wengi sasa hivi mpira wanaujua, kwa sababu wanaangalia mpira wa Ulaya, wanarudi na kwenye mpira wa dunia nzima ni wanatazama, wanajua. Umeelewa? Kwa hiyo mchezaji mzuri anajulikana, mchezaji mbovu anajulikana. Sijui umeelewa? Kwa hiyo Mangungu walikuwa wanamwataki kwa sababu ya maslahi ya Simba Sports Club, sio maslahi ya watu binafsi. Sijui umeelewa? Kwa sababu kama ingekuwa ni maslahi ya watu binafsi, asingeleta ni kwenye conference ambayo unakwenda kuongea na waandishi wa habari ni kwa ajili ya Simba Sports Club. Umeelewa? Kama ni kuna understanding za nyie kwa nyie, malizaneni huko. Unapokuja ni kuna press kwa ajili ya mambo ya Simba, tuweke akili yetu na mawazo yetu kwa ajili ya mambo ya Simba. Kwa hiyo hata hapa katika interview nitaomba tubezi kwenye mambo ya Simba Sports Club. Mambo ambayo ni ya watu binafsi tuachane nayo, tubezi kwenye Simba Sports Club, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kuipigania Simba, tupo hapa kwa ajili ya kuipigania furaha yetu, kuhakikisha sisi mashabiki furaha yetu ni kuona Simba inafanya vizuri, Simba inakwenda pale ambapo inafika ilipozoeleka. Sijui umeelewa? Sasa hivi inabidi ni tujadili, tumecheza mechi 2 za makundi, hatujapata matokeo. Nini tumefanya? Tumeharibu wapi tuweke sawa, turudi ni kwenye ubora wetu. Sijui umeelewa? Hii imetukuta sio kwa mara ya kwanza, ishatukuta hii sisi. Tulishawahi kwenda kucheza mechi ya 3 ni kwa hesabu ya vidole. Sijui umeelewa? Pigwa mechi ya kwanza nyumbani, nikapigwa mechi ya pili ugenini. Sawa? Napiga hesabu ya vidole, napata Vipers kwake, narudi naye hapa, mimi naondoka tu ya makundi. Kwa sasa hivi mashabiki wa Simba na wanachama na viongozi wote ni kwa jumla, tutoe interest za sisi ni kwa sisi, tuziondoe, tuangalie hapa tunavuka vipi. Sisi mashabiki ndio tunaumia. Matusi tunaotukana huku nje, sisi ndio tunaoyajua. Kwa hiyo tukae pamoja, tuangalie mechi 2 tushaharibu, mechi 3, mechi 4 zilizobaki tunafanyaje? Lengo lazima twende robo finali. Iwe mvua, iwe jua, lazima twende robo finali. Sisi hatujazoea ni kuishia makundi. Sio hazi yetu Simba Sports Club. Wanachosema kwamba kwenye muundo wa Simba sasa kwenye kundi lake, yani hakuna Vipers ambaye ataweza kwenda kumfunga nje ndani, maana yake kuondoka na alama 6. Maana yake Simba sasa hivi amebakisha mechi ya ugenini, mechi na Express de Tunis, ambayo kama Simba anahitaji afuzu, maana yake anataka kumfunga Express de Tunis nyumbani kwake. Zeni anageuka naye, anakuja naye Benjamin Mkapa. Anaongea hivyo hajui mpira. Yaani huyu anaongea hivyo hajui mpira. Lakini kwa mshabiki anaojua mpira hawezi kuongea maneno hayo. Sawa? Mpira ndio mchezo ambao una matokeo ya kikatili. Sisi nimeelewa? Yaani mchezo wa football ndio mchezo ambao una matukio ya kikatili kuliko mchezo mwingine wowote. Sijui umeelewa? Na warudisha nyuma. Kama kumbukumbu wanazo, na warudisha nyuma. Kuna mechi moja ambayo nyuma mwiko alishana ni kucheza kugombania ligi, ni kugombania ubingwa, anaenda ni kucheza na Mtibwa, anahitaji sare, anakufa rungu 2 na ni kwa Mtibwa anageuka ni kwa bingwa. Hiyo ndio ilikuwa football ambao nyuma mwiko mashabiki wote ni walienda wamevaa jezi za ubingwa, lakini Mtibwa anamnyima ubingwa, nyuma mwiko anakufa, Mtibwa anageuka bingwa. Huo ndio mchezo wa mpira wa miguu. Anaoshuka daraja anamfunga mtu ambaye anatakiwa apate sare atangazwe bingwa, anamfunga, anabidi akatafuta ubingwa ni kwenye mechi inayofuata, sio kwa mtu anaoshuka daraja. Huo ndio mpira jinsi ulivyo. Sio, umeelewa?
Nyuma mwiko ameenda ni kucheza ilikuwa klabu bingwa ni kama sio shirikisho. Mtu anaoshuka daraja katika taifa lake, jana kwenda naye ni kucheza robo finali, sijui kwa nusu ile. Nusu finali. No, anakwenda kucheza naye nusu finali. Mtu ambaye anashuka daraja ni katika taifa lake, lakini anakwenda kucheza naye nusu finali, ni finali shirikisho. Huo ndio mpira wa football. Sawa? Wanaocheza ndani ya dakika 90 ni wanaume 22. Mpira mchezo wa miguu, one mistake ni one goal. Sawa? Si tumefungwa, ni mechi ya nyumbani, angalia ile goli ni tulofungwa. Mpira umemgonga Deruki, unabadilisha njia, kamba. Mechi imeisha. Sio ni kwamba ni walituini kwenye kila engo. Ila one mistake imemgonga Deruki, imemhamisha golikipa goli. Huo ndio mpira wa miguu. Experience yeye nani asifungwe nje ndani? Yeye ni nani? Mpira hajautengeneza yeye. Mpira ni dakika 90. Analijua la kesho Mungu peke yake, lakini sisi wengine wote ni tunakwenda ni kwa kukalili. Na imani kabisa, experience ni Tunisia. Simba tukirudisha dhana Simba nguvu moja. Mimi nyumbani kwake anifungi na robo finali mimi nakwenda.